tamaa. Mwanamke ana tamaa kwa sababu mume wake anajishughulisha. Anamsaidia huko, kama mimi namjua. Alikuwa anaishi nyumba ya chini kabla hajahamia hapa. Kila nikienda kwa rafiki yangu nakuta anabeba ndoo za maji. Anamsaidia mke wake. Kilichomfanya awe na tamaa kwenda kuolewa na mwanaume mwingine ni nini? Shida ni tamaa. Na mwenyekiti ni mlaku wa wake za watu. Ina maana sio kwa huyu, kuna wengine. Ina maana na mambo mengi machafu, sio haya tu. Mwenyekiti huyu ajirekebishe na tumhitaji. Ina maana mimi leo nikapata tatizo, nikaenda kwa mwenyekiti, nina shida yangu. Labda nimegombana na mwenza wangu. Akaniambia jistiri hapa. Ina maana atanigeuza mke. Atanigeuza mke. Kama ameweza kumrubuni huyu, hatarubuni na wengine, aondolewe. Huyu kaka apewe mali yake kwa sababu yule dada ameamua kwa na ndoa ya pili. Apewe mali yake kwa mtu mwingine, huyu abaki na huyo mwanamke. Mwenyekiti abaki na huyo mke. Inatakiwa iwe fundisho. Kijana kama huyu mdogo amejitutumua, ameenda kufunga ndoa na mke wake, akaanza kuilea familia. Alafu mtu anakuja, mtu labda ana wazifa wake na nini, anachukua kisa na hela sio kitu. Vipi maumivu au kijana utatufundisha nini jamii ukiondoka ovyo ovyo hapa? Mimi unaona, mimi ni mwendesha mkokoteni barabarani. Mimi ni mama. Ni mama watoto wangapi? 5. Sijawahi kumletea balozi wala mwenyekiti kumwambia watoto wamelala njaa. Japo baba kuna saa hana kitu. Tunagombana, lakini kuna saa nasema hili taifa la kesho nitapeleka wapi hii aibu? Umenisoma? Sasa ni vipi maumivu ya huu kijana? Moyo unauma, japo hela itatumika, lakini pesa sio kitu. Kitu ni utu. Ukipata hela yako kula, futa mdomo, usinyanyasie mwenzako. Uongo kweli? Maumivu tunaachwa, mengine tunanyamazia tu wanyonge. Inauma. Hivyo tu. Hatuna watetezi. Uenda mengine tunajinyamazia, tuna pa kutoa nyongo zetu. Inakuaje? Mimi huyu baba sitamwacha. Paka labda. Yaani simuachi. Sitamwacha. Amenipa watoto, naitwa bonge ya mama. Hivyo tu. Hiyo mimi kwa kweli mimi siwezi kutambua kwa mwanamke kuolewa mara mbili, kwa sababu mwanamke akishaolewa na mwanaume mmoja, ule mwanaume mmoja ndio mume wake halali. Kinachotakiwa kwa sasa hivi hapa, muinuke nyewe waandishi wa habari hapa, mkamuoji kwanza bibi harusi. Cha kwanza ndio hicho. Alafu pili, mtulizeni bwana harusi asio anapata taruki ya kulialia hapa mbele za watu hivyo, anazidi kuumia. Ni hivi, nyanyukeni kwa sasa, bibi harusi akaojiwe ili kuwaje akaolewa mara ya pili. Majina mimi naitwa Godfrey William bwana. Kwa kweli mafundi simu bwana